Okay, hapa nitaenda kuelekeza namna ambavyo unaweza ukatumia application ya Pixel Lab katika kutengeneza poster kwa kutumia overlay ambayo tayari imekwisha kudesigniwa. Na hapa tunahitaji kuwa na application ya Pixel Lab ambayo ni hii hapa, lakini pia tunahitaji kuwa na overlay ambayo ni hii hapa, imeshadesigniwa tayari. Hii sehemu nyeusi manake ni transparent, hapo ndipo itakapokaa picha. Lakini pia tunahitaji kuwa na picha ambayo sasa tutaiweka kwa nyuma, afu tutaweka maandishi kwa juu, na picha ambayo nimechagua ni hii hapa. Sasa bila kupoteza muda, tutaenda kufungua application yetu ya Pixel Lab, ambapo hii application inapatikana kwenye Android. Unaifungua this way. Ukishaifungua kitatokea kitu kama hiki hapa. Sasa hakikisha kabla hujaanza chochote, unakuja hapa kwenye hizi dots tatu, unachagua kitu kinaitwa image size. Image size hapa itakwambia preset au custom, itakwambia preset, utachagua custom. Kwenye custom lazima kwenye width iwe 1080. Kama haijaandikwa basi andika wewe 1080, alafu kwenye height chagua 1350, ambapo hivi ndivyo vipimo vya ile overlay, na ndivyo vipimo ambavyo unaweza kuvitumia kwenye kuposti kwenye Instagram. Sasa ukishaona kitu kama hiki, basi tunachoanza nacho, tunaanza kuweka ile overlay yetu, ambapo kuipata overlay unakuja hapa utakutana neno import, utachagua import. Hakikisha ile overlay haiko mbali sana kwenye picha ambazo umewahi kuzisave. Kama unaona iko mbali, basi tafuta sehemu ikopi afu ipaste tena kwenye folders kule, ili iwe rahisi kuipata. Kwa mimi overlay nimetoka kuituma muda si mrefu, kwa utaikuta hapa. Ukishafungua hapa utaiona overlay yako, basi utaweka tick. Ukiangalia overlay imekuwa ndogo, wakati hii tunaita canvas imekuwa kubwa. Kwa hiyo cha kufanya, hii overlay unaileta huku kwenye kona, then unashika hapa. Usishike hapa wala hapa, shika huku pembeni. Unaiongeza ukubwa mpaka unaona imejaa. Ikishajaa unakuja hapa, unakuja hapa kwenye kitu tunaita layers, unailock, unaweka lock hapa. Kitendo cha kuilock ni kwamba chochote kilichokuwa tunakifanya hapa kwenye screen, hata ukija kuselect unaona hii overlay itakuwa haihusiki tena. Kinachofuata sasa ni kwenda kuweka picha yetu, ambapo hiyo picha tunaitafuta vile vile, tunakuja hapa kwenye import, the same tulivyoweka overlay. Picha yetu ni hii hapa, bila kuathiri chochote, unakuja unaweka tick. Sasa ukileta hii picha utaona iko mbele. Ukiweka hapa itakuja kuziba haya maandishi Fashion Factory, itakuja kuziba pengine ya maandishi fashion si nini. Kwa cha kufanya, kabla tujafanya chochote, hii picha tunaisend back. Ukiwa selected hivi unakuja kwenye hapa, unachagua to back. Utaona picha imeenda nyuma ya nini? Imeenda nyuma ya overlay, imeenda nyuma ya maandishi. Kwa hiyo unakuja hapa vile vile, hii picha unaiongeza kidogo mpaka unahakikisha imejaa kwenye canvas. Then na yenyewe unaweza pia ukaamua ukaja ukailock au ukaacha. Ngoja tu ilock ili kuna nini. Basi hapo tumesha ilock. Ukiklik hapa ili kuondoa, na click tena hapa. Kinachofuata, hatua ya mwisho sasa ni kuweka maandishi, ambapo maandishi tunarudi hapa penye herufi A. Unakuja herufi A hapa, utaona neno text, unachagua text. Ukiandika text utaona kuna maandishi yametokea hapa, kwa hiyo unayasogeza, unayaona haya hapa. Sasa maandishi haya ukitaka kuyakuza, una click hapa kwenye aka kanani huko kwenye kona hii hapa, hapo na undo, unaleta maandishi yako hapo, unayakuza hivi. Ukishayakuza hivi utakuwa unatumia hii dot ya huko. Sasa kumbuka, maandishi haya yanatakiwa yaje yakae hapa kwenye hii sehemu nyeupe. Yanatakiwa yaje yakae kwenye hii sehemu nyeupe hapa.
Sasa tunayawekaje na maandishi ni meupe, sehemu nyeupe? Inabidi haya maandishi yabadilishwe rangi yaje yafanane na ili eneo hili hapa ambapo pana rangi kama ya ugoro. Sasa tunachokifanya, tunachagua hii text, una scroll hapa, utaona kitu color, unachagua color. Ukichagua color utaona rangi zilizopo, rangi ya ugoro hautaiona, kwa hiyo inabidi tuiongeze. Kuiongeza tunachagua plus. Ukichagua plus, hapa kuna alama mbili, kuna hii nani ya kwanza na kuna hii ya pili. Sisi tunachagua hii eyedropper, ambapo tunaenda kusample rangi ili rangi ya maandishi ifanane na ile rangi ya ugoro. Kwa hiyo tunachagua hapa. Tukichagua hapa, kitakuja kitu hiki hapa. Utaona kuna background, kuna overlay, kuna picha. Je, unataka maandishi yako yafanane na nini? Kwa hiyo sisi tunachagua hii overlay. Overlay ikitokea hapa, kuna kitu kinakuja hapa. Hiki ndio kitu cha kusample rangi. Maanake tunakuja tunakisogeza mpaka hapa. Unaona ukisogeza kuna nani huku juu inabadilika rangi. Kwa hiyo unakuja unasogeza mpaka hapo unapotaka ifananie rangi, unachagua hapa, unaweka tiki. Ukishaka tiki, maana yake utaona rangi zote zimebadilika, zimekuwa ugoro. Unachagua okay, na maandishi tayari yameshakuwa ya rangi ya ugoro. Basi baada ya kuchagua maandishi yakawa na rangi ya ugoro, maandishi yameshakuwa rangi ya ugoro. Kinachofuata sasa ni kuyabadilisha haya maandishi ili tuandike, maana hapa imeandikwa new text, tuandike maneno tunayoyataka sisi. Kwa hiyo tutaweka tiki hapa. Samahani, huyu mtu anapiga simu, ngoja kwanza amalize. Yes, amemaliza. Tunarudi hapa, tunachagua edit. Ukichagua edit utaona new text. Kwa hiyo unafuta, unaandika sasa maandishi unayoyataka. Kama unavyojua maandishi yetu ni herufi kubwa zote, kwa hiyo utaandika labda urembo na stara ni vitu vinavyo tuseme visivyo weza kutenganishwa kwa mwanamke katika. Utaona maandishi yako yamekaa hivi. Sasa mbona yamekaa hivi tena, inakuwaje? Na tunatakiwa tupate mistari miwili. Basi cha kufanya, unayapunguza size. Kupunguza size nimekuonesha, una click hapa, unapunguza size, unayaleta. Ukishaleta hapa, kuna hii dot. Hii dot hapa sikusema hii dot kazi yake ni kuongeza mistari ili tupate mistari miwili. Kwa hiyo tutapata kitu kama hiki. Tupata kitu kama hiki. Kumbuka haya maandishi yetu sentence imeanzia huku imeishia huku, kwa sababu nani ziko hivi, inabidi tupate kitu kiwe sawa. Kwa hiyo tunarudi, tunasogeza hapa, utaona kitu kimeandikwa align, ambapo ni hiki. Unachagua align, unachagua hapa, basi maandishi yanakaa hivyo. Then tunakuja tunaongeza hivi kidogo ili ajae vizuri. Unaongeza kidogo hapa, unaongeza kidogo, basi maandishi yako yataweza kukaa hivyo. Lakini kumbuka hii font iliyotumika hapa sio font original ambayo tunatakiwa sisi tuitumie. Sisi tuna font yetu ambayo inaitwa matte. Sasa tunabadilishaje font? Unakuja hapa, utachagua neno font, una scroll, unasogeza hapa, utaona neno font, ambapo font iko hapa. Hizi ni font ambazo zinakuja na hii application. Kwa hiyo sisi hatutaki kuzitumia. Sisi tuna font yetu ambayo tumeweka kwenye simu, ambapo utaikuta hapa kwenye my fonts. Kuhusu kuadi hii font nitaelekeza kwenye video nyingine, lakini kwa sasa hivi nionyeshe kwanza font unawekaje. Unachagua hii font yako inaitwa matte black. Ukishachagua matte black, unachagua okay. Imekuwa mistari mitatu, sio mbaya.
tunapunguza size. Tukipunguza size tunavuta hivi, tunapata mistari yetu miwili tena, pata mistari miwili tena. Tunaendelea kusogeza na hii hapa, tunasogeza tena, tunasogeza na hii tena kidogo, tunasogeza na hii kidogo, basi mpaka hapa tumeweza kupata posta yetu tayari imeshakaa vizuri. Unaona kabisa urembo na stara ni vitu visivyo kutenganishwa kwa mwanamke. Picha iko nyuma ya overlay, safi kabisa. Sasa kinachofuata hapa, tunaenda kusave. Tuna save vipi? Kwanza kabisa, kwa sababu hii ni kazi ambayo itakuwa inafanyika kila siku, basi hii posta inabidi tuisave kama project. Kwa hiyo tunakuja hapa save, una save as project, ambapo utaipa jina lako labda Fashion Factor. Fashion Factor utasave. Sasa hapa ina maana tutasaidia siku nyingine, hatutapita kwenye zile hatua tena za kuweka overlay, kuweka hapo. Utachagua unachokitaka kimoja, una edit, basi una edit na maandishi, unaendelea. Kwa hiyo tunafuata na save picha, tunakuja sasa save, una save as image. Hapa kuna format, kuna quality, kuna dimensions na vitu vingine. Format acha hapa JPEG. Quality tutachagua ultra ili picha yetu iwe na resolution kubwa. Utachagua ultra. Vipimo utaviacha vile, utasave to gallery, itakwambia rendering image saved. Basi ukirudi kwenye gallery utakuja kuikuta picha yako, posta yako iko tayari saved. Hiyo ndio namna ambayo unaweza kutumia Pixel Lab kuweka overlay, kuweka picha na kuweka maandishi. Basi kwenye video nyingine nitaelekeza namna sasa ya kuweka fonti ambazo unazitaka wewe, ukaachana na fonti ambazo zilikuja na ile application. Asante sana.